Je, umewahi kutazama nyuma na kuelewa kuwa huo ulikuwa wakati hasa, sekunde ile ile ambayo maisha yako yalianza kuporomoka? Kwa mimi ilikuwa risiti ya hoteli. Mstari mmoja wa maandishi. Jina lake. Anwani karibu na hapa. Na bili ya huduma ya chumba kwa watu wawili pamoja na chupa ya divai ya gharama kubwa. Mke wangu alikuwa amenambia kuwa yuko safari ya kazi mbali sana, mamia ya kilomita. Kwa kweli alikuwa umbali wa dakika 15 kutoka nyumbani, kati ya shuka laini na mwanaume mwingine. Nilidhani tulikuwa jozi kamili. Kazi nzuri, nyumba nzuri sana. Lakini nyuma ya milo ya nje na picha za likizo, yeye alikuwa tayari anapanga maisha tofauti. Hadithi hii siyo tu kuhusu usaliti. Ni kuhusu mwanamke aliyekuwa akidanganya akiwa na tabasamu usoni, na jinsi hadithi yake ndogo ya ukamilifu ilivyoporomoka, uongo baada ya uongo. Na kwa namna fulani, mwishowe nilijikuta nikilikizo na mtu wa mwisho niliyewahi kufikiria. Jina langu ni Jabali. Nina miaka 36, ninaishi katika mji wa wastani, wa aina ambayo bado unasalimiana na jirani lakini sasa hakuna anayejua mwingine kwa undani. Mimi ni mshauri wa teknolojia ya habari. Si kazi yenye msisimko mwingi, lakini inalipa vizuri na napenda utaratibu. Mipango, majedwali, maisha ya kawaida. Utulivu. Nilikutana na Zawadi tulipokuwa wote na miaka 20 na kidogo. Alikuwa kimbunga, mwerevu, mrembo na mkali sana. Alikuwa mwakilishi wa kampuni kubwa ya dawa, daima amevaa vizuri, akiweza kushawishi mtu yeyote. Marafiki walisema angeweza kuuza mwavuli hata kwa shetani. Ujasiri huo ulikuwa moja ya mambo yaliyonifanya nimpende. Tulitembea pamoja miaka 2 hivi, kisha tukawa. Kwa jumla miaka 11 pamoja, 8 kati yake ndoa. Hatuna watoto. Ulikuwa uamuzi tulioufanya mapema. Sio kwa sababu hatuwapendi, bali muda haukufaa kamwe. Tulikuwa tukijenga kazi, tukitafuta kupandishwa vyeo, tukisafiri. Tununua nyumba nzuri ya ghorofa 2 yenye bustani kubwa iliyozungushiwa uzio na mbao niliyozipaka rangi mwenyewe. Likizo mara 2 kwa mwaka. Majira ya joto sehemu za milima, nyingine sehemu za pwani. Kwa nje, kila kitu kilionekana kamili. Lakini mwanzoni mwa mwaka huu mambo yalibadilika. Sio ghafla wala kwa njia iliyojulikana. Ilikuwa kama kupoteza polepole. Mwanzoni hata sikugundua kuwa hewa ilikuwa inatoka. Zawadi alianza kuchelewa ofisini mara nyingi zaidi. Alisema kampuni ilikuwa inazindua kifaa kipya cha matibabu na shinikizo lilikuwa kubwa sana. Mikutano mirefu, tarehe za mwisho ngumu, simu za usiku na timu ya masoko. Ililingana. Alikuwa hivyo. Daima juu, daima akisukuma. Sikuuliza. Kisha zikaanza safari. Mwanzoni mara chache, wikendi moja kati ya 3, Ijumaa hadi Jumapili. Mkutano sehemu nyingine. Mafunzo ya wateja sehemu nyingine. Mambo kama hayo. Kisha ikawa kila wikendi nyingine, wakati mwingine 2 mfululizo. Daima kisingizio kile kile, tunafungua masoko mapya hospitalini, lazima niwe pale. Sio mjinga. Niligundua. Lakini nilimwamini. Daima nilimwamini. Hatukuwa jozi inayochunguza simu au mahali. Haikuwa tabia yetu. Au angalau ndivyo nilivyodhani. Kilichoniumiza kweli ilikuwa simu. Daima mkononi, kifuani, au imegeuzwa juu ya meza. Hapo awali aliacha ikichaji jikoni kama mimi. Niliichukua kutafuta kitu kama yangu ilikuwa imekwisha. Tulijua hata neno siri kwa urahisi, sio kwa kuhujumu. Kisha ghafla kila kitu kilibadilika. Jioni moja nilinyoosha mkono kuangalia programu ya hali ya hewa, tulipaswa kwenda milimani wikendi. Aliuliza neno siri. Lile nililolijua halikufanya kazi. Umebadilisha neno siri? Niliuliza kwa utulivu. Ndiyo, kampuni imetulazimisha kusasisha kila kitu. Sera ya usalama. Niliacha, lakini shaka ilibaki. Hakuniambia jipya. Hakuuliza kwa nini nilihitaji.
Alitikisa mabega tu. Wiki mbili baadaye nilimwona akichukua simu bafuni kila mara. Kila mara. Hapo awali alikuwa akivinjari mitandao ya kijamii ndani ya bafu akiwa na muziki. Sasa kimya kabisa. Dakika 10, 15 na mlango umefungwa. Mara moja niligonga kuuliza kama yuko sawa na nikasikia ufunguo ukizunguka kwenye kufuli. Wakati wa chakula cha jioni simu imegeuzwa. Usiku chini ya mto. Nilijaribu kuepuka kuhukumu. Labda msongo wa kazi. Labda alihitaji faragha. Nani asiyekuwa nayo mara kwa mara? Lakini ndani nilihisi kuwa nimekuwa mgeni nyumbani kwangu. Jioni moja tukiwa tunaosha vyombo, nilijaribu kuzungumza kwa utulivu. Sikia, hivi karibuni umekuwa umeshikamana na simu. Kila kitu sawa? Aligeuka ghafla, sahani mkononi. Nini sasa unanichunguza? Alisema. Unafikiri ninakuficha kitu? Hapana, hapana, nilijibu nikiinua mikono. Ni kwamba unaonekana umekazana. Hiyo tu. Nilidhani kuzungumza kutakusaidia. Aliinua macho mbinguni na akatoka jikoni akinung'unika kuwa mimi daima ninatia chumvi. Hapo ndipo nilipoanza kujishuku mwenyewe. Labda nilikuwa nikiongeza. Labda mimi ndiye niliyekuwa na shida. Lakini mimi si mwenye wivu. Sijawahi kuwa. Sijawahi kuhitaji kumtazama juu ya bega. Lakini wakati huu ulikuwa tofauti. Jinsi alivyonitazama, kama nilivyomshitaki wakati niliuliza tu, jinsi alivyogeuza mazungumzo akinifanya mimi kuwa shida. Ulikuwa msisimko wa kwanza wa kweli. Kama kitu baridi kilivyoingia kati yetu. Nilijiambia, wewe ni mwenye wasiwasi. Yuko chini ya shinikizo. Kazi ni nzito. Maisha yanakimbia. Usijitengenezee matatizo. Lakini ningedanganya nikisema shaka hazikuchukua mizizi. Kimya. Lakini zilikuwepo. Miezi michache baada ya mambo kuanza kusikika, nilikuwa nimekaa meza ya jikoni nikirekebisha bili na taarifa za benki. Ilikuwa kipindi cha kuripoti mapato, nilikuwa nikipanga risiti na matumizi. Mimi ndiye ninayeshughulikia hesabu nyumbani, sio kwa sababu Zawadi hawezi, bali anasema daima anapata maumivu ya kichwa. Mimi sina shida. Ile alasiri nilikuwa na muda kidogo kabla ya chakula cha jioni, kwa hiyo nilifungua akaunti ya kadi ya mkopo ya pamoja kutenganisha matumizi binafsi na ya kazi. Nilitazama hasa yangu, safari, vifaa vya ofisi, vitu vya kawaida. Kisha nikapita kwa yake. Yeye hutumia sana kadi anapokuwa safarini. Kawaida chakula, teksi, hoteli. Hakuna cha ajabu. Hadi kulipotokea kitu kilichonifanya nisitishe. Malipo ya hoteli. Niliona kwa sababu ilikuwa dakika 10 kutoka nyumbani. Nilidhani kosa. Hutokea miamala kuchelewa. Niliandika na nikaendelea. Kurasa 2 baadaye, nyingine. Hoteli nyingine, bado mjini. Hapo nilipunguza kasi. Nilirudi nyuma na kuangalia tarehe. Na mchoro ulinipiga kama ngumi. Kila wikendi Zawadi alisema yuko safari sehemu mbalimbali, kulikuwa na malipo ya hoteli hapa hapa karibu na nyumbani. Nilifungua kalenda. Wikendi hizo zilikuwa zimeandikwa safari ya kazi. Ndege, mabadiliko, kila kitu. Lakini malipo hayadanganyi. Yote yalikuwa ndani ya kilomita 15 kutoka nyumbani. Mwanzoni nilijiambia lazima kuwe na kosa. Labda mnyororo wa hoteli unaweka malipo pamoja na yanaonekana ya hapa. Au labda alikuwa akiweka vyumba kwa wenzake. Kitu. Nilitaka kuamini. Kisha nikaona huduma ya chumba. Kitu maalum, chakula cha jioni kwa watu wawili. Hoteli nyingine, chupa ya divai ya gharama, huduma ya chumba, sahani kuu 2. Nakumbuka niliegemea kiti na kutazama skrini. Sikuwa bado na hasira. Nilikuwa baridi. Kama damu ilisimama. Niliinuka nikajimwagilia glasi ya maji na nikabaki jikoni nikitazama nje ya dirisha bila kuona chochote. Zawadi wikendi hiyo alipaswa kuwa sehemu nyingine mbali.
Lakini ghafla sikumbuki kuona ushahidi wowote wa kuondoka. Sikumpeleka uwanja wa ndege. Alikuwa ameanza kuchukua teksi kuokoa muda. Alisema maegesho yalikuwa ghali sana. Hapo ndipo hofu ya kimya ilipoanza. Nilihitaji kitu halisi, siyo malipo tu. Niliita hoteli. Nilisema nilikuwa nikitengeneza taarifa ya matumizi na nimepoteza risiti, kama wangeweza kunipeleka nakala kwa barua pepe. Msichana alikuwa mkarimu, hakuuliza maswali. Alisema angenipeleka mara moja. Dakika 15 baadaye ilifika. Uhifadhi ulikuwa kwa jina la Zawadi. Kuingia Ijumaa kutoka Jumapili. Chumba namba 312. Na kati ya wageni wa ziada kulikuwa Bwana Otieno. Otieno. Nilimtazama jina hilo kama nyoka kwenye skrini. Sikumjua. Sijawahi kusikia. Sio wakati wa chakula, sio kwa upande, sio katika hadithi zake zisizoisha kuhusu wenzake. Hakuna. Kisha nikaona hii huduma ya chumba ya Ijumaa usiku. Sahani 2, dessert na divai ya gharama. Yote yamewekwa kwenye chumba. Sikujua cha kufanya. Sikujua kama nipige kelele, nilie au nitupe kompyuta. Nilikaa kimya, bila kusonga. Mawazo yalikimbia lakini hayakufika popote. Nilifikiria labda ni kazi. Labda ni mteja. Labda wamekosea chumba. Lakini kila maelezo yalifutika kabla ya kuunda. Sikumkabili. Bado. Nilianza kuchimba. Kimya. Niliangalia hoteli nyingine kwenye risiti. Njia ile ile. Niliita. Nikaomba nakala. Ilifika. Daima Zawadi kwenye uhifadhi. Daima Otieno kama mgeni. Yule yule. Mara kwa mara. Jina hilo lilikuwa likirudi kichwani. Wikendi hiyo Zawadi alipokuwa mkutanoni sehemu nyingine, nilikaa karibu bila kusonga. Nilila kidogo. Sikuweza kuzingatia chochote, wala televisheni wala vitabu. Nilikuwa kwenye sofa, simu mkononi, nikitazama hadithi zake kwenye mitandao ya kijamii. Picha za ukumbi wa hoteli, vikombe vya kahawa, mabawa ya ndege. Vitu unavyoweza kuchapisha kutoka popote. Hata alinifahamisha kuwa amechoka sana na safari. Kuwa ananikosa. Hapo ndipo niliamua kuacha kujifanya. Nilitaka ukweli. Siyo shaka. Ukweli. Kwa hiyo nilifanya kitu ambacho singewahi kufikiria kufanya. Nilitafuta mpelelezi binafsi. Najua jinsi inavyosikika. Kuzidisha. Wasiwasi. Kukata tamaa. Lakini nilihisi kuwa ninapoteza mawasiliano na ukweli. Kuishi nyumbani kwa mtu mwingine, katika ndoa ya mtu mwingine. Nilihitaji kujua nini kilikuwa kweli na nini sio. Nilimwambia mpelelezi hivi tu, ninataka kujua wapi mke wangu anaenda kweli katika safari ijayo ya kazi. Naye akajibu, tutagundua. Zawadi alikuwa na safari nyingine iliyopangwa wikendi iliyofuata. Wakati huu alisema sehemu nyingine. Kongamano la matibabu kuhusu mashine mpya za upasuaji ilionekana. Hata aliacha meza juu ya meza karatasi iliyochapishwa iliyoonekana kutoka mtandaoni. Sikusema chochote. Nilijifanya mtulivu, nikamwombea safari njema na anipigie simu anapofika. Alitabasamu, akanibusu shavuni na akapanda teksi akiwa na sanduku lake. Nilimtazama kutoka dirisha la sebule akiwa anasalimia simu tayari mkononi. Mpelelezi niliyemwajiri, mtu aitwaye Hamisi, aliniambia anashughulikia yeye. Nifanye kama kawaida na ningoje taarifa. Nilijaribu kujivuruga lakini simu haikutoka mfukoni. Kila mtetemo ulinifanya niruke. Ijumaa usiku karibu saa 2 usiku nilipokea picha ya kwanza. Zawadi akiingia hoteli ya Furaha dakika 15 kutoka nyumbani akiwa ameshikana mkono na mtu nisiyemjua. Koti jeusi jipya, nywele zimeachiliwa, anacheka. Yeye labda miaka michache chini yangu, ametunzwa, mrembo, anaonekana mwenye ujasiri. Aina ya kawaida anayejipiga picha ukumbini na ana wasifu wa mitandao unaofaa.
Hamisi alinitumia picha nyingine. Wao kwenye mapokezi. Yeye akimwekea kichwa bega lake wakisubiri funguo. Mmoja kwenye lifti, mkono kifuani mwake, nyuso karibu. Ya mwisho nje ya mlango wa chumba hii namba 407. Walibusu kama hawajaonana kwa miaka. Kama vijana. Nilikaa sofa nikitazama simu karibu bila kukopeza. Sikusonga. Labda saa 2 nikitelezesha picha mbele na nyuma. Kukuza. Maelezo. Jinsi alivyoinamisha kichwa alipotabasamu kwake. Walivyokuwa karibu. Alivyokuwa amelegea kama ulimwenguni hakuna cha kuogopa. Kama mimi sikuwepo. Mwanzoni sikuhisi hasira. Ulegevu tu. Kama mwili haukuwa wangu tena. Nilifikiria mara zote aliporudi amechoka kutoka safari, akinisimulia kuhusu majadiliano yasiyo na maana, ndege zilizochelewa, teksi zilizopotea. Kila kitu kilionekana kama maonyesho. Maigizo kamili. Asubuhi iliyofuata Hamisi aliandika tena. Hawakuwahi kutoka hoteli. Aliwaona ukumbini wakinywa kahawa, kisha tena juu. Vile vile Jumamosi usiku. Jumapili asubuhi alithibitisha kutoka karibu saa 6 mchana. Alirudi nyumbani marehemu. Alisema ndege ilichelewa. Nilikuwa sofa alipoingia na sanduku. Alionekana kidogo mshtuko. Alivua viatu na kuanza kufungua mizigo koridoni kama kawaida. Ndege balaa, alisema kwa utulivu. Nusu ya uwanja wa ndege bila wafanyakazi. Karibu nikakosa mabadiliko. Nilikubali. Kidogo. Aliendelea. Kongamano lisilo na maana, chakula cha hoteli kibaya, alitaka tu kuoga kwa muda mrefu na kulala. Niliinuka na nikasema, tunahitaji kuzungumza. Alinitazama na kuinua macho mbinguni. Inaweza kusubiri kesho. Nimechoka sana. Hapana, nikasema. Haiwezi. Zawadi, najua kuhusu hoteli. Alisimama. Hivyo tu, amesimama. Kama filamu wakati muda unasimama. Hakukopeza. Mikono imesimama katikati ya koti iliyokunjwa. Kwa muda nilidhani atajifanya hakusikia. Kisha alijinyoosha polepole na kugeuka. Mweupe. Sio aibu. Hofu. Unazungumzia nini? Aliuliza. Sauti imepasuka kama anajaribu kubaki mtulivu lakini hawezi. Sikujibu mara moja. Nilikwenda jikoni, nikachukua risiti zilizochapishwa na nikaweka meza. Hoteli ya amani, hoteli ya upendo, hoteli ya furaha. Zote kwa jina lake. Zote wikendi alipopaswa kuwa mbali. Hiki. Alizitazama kama Kichina. Kisha akatikisa kichwa. Sio kama unavyofikiria, alisema haraka. Ni uhifadhi wa zamani. Kazi. Umehifadhi chumba na mtu aitwaye Otieno? Niliuliza. Jina hilo lilimpiga kama kofi. Alifungua mdomo, kisha akaufunga. Kimya. Nina picha, nikasema. Wewe, hoteli ya furaha. Mkono kwa mkono. Kwenye lifti. Ukumbusu mbele ya chumba. Hapo ndipo alipoporomoka. Mabega yalishuka. Midomo ilitetemeka. Alitazama sakafu kama mtoto aliyeshikwa akivunja kitu. Sikutaka kitokee, alinong'ona. Sikujibu. Nilikaa kimya, mikono imevukwa, moyo ukipiga kwa nguvu. Alianza kulia. Imetokea tu. Imekimbia mikononi. Sikusema chochote. Alichukua hatua kuelekea kwangu. Mimi nilichukua moja nyuma. Sio kwa hasira. Silika. Sikutaka kukuumiza, alisema. Tafadhali tuzungumze. Nilimtazama mwanamke niliyeshiriki naye zaidi ya miaka 10 na nikaelewa kuwa simtambui tena. Sio tena. Sikutaka kitokee. Zawadi alilia, amekaa ukingoni mwa sofa, mikono usoni. Maskara ilikuwa inamtoka na aliendelea kusugua macho kama angeweza kunihurumisha. Imekuwa ngumu. Imeisha. Na kuapia.
Sikusema chochote. Nilisimama sebuleni nikimtazama. Mwanamke niliyefikiri namjua hakuwepo tena. Alinitazama kwa macho mekundu. Haikumaanisha chochote. Niliinamisha kichwa. Sentensi hiyo ilinipiga kwa namna nisiyotarajia. Haikumaanisha chochote. Ilimaanisha vya kutosha kujificha kwa miezi. Ilimaanisha vya kutosha kunidanganya usoni mara kwa mara. Ilimaanisha vya kutosha kubuni ndege na mizigo kwa safari zisizofanyika. Ilimaanisha vya kutosha kuhifadhi vyumba, kuagiza divai ya gharama na kunong'ona vitu kwa mwingine nyuma ya mlango uliofungwa. Na wakati huo kitu ndani yangu kilipiga. Sikuwa tena mlegevu. Nilikuwa na hasira. Unataka kuniambia kitu kuhusu akaunti ya pamoja? Niliuliza. Alipiga kope akichanganyikiwa. Nini? Nilikwenda meza ya chakula na nikachukua rundo la taarifa zilizochapishwa. Niliinua kisha nikaziacha kuanguka. Zilisambaa kama kadi za kucheza, kila moja ukumbusho wa jinsi nilivyokuwa kipofu. Zawadi, nikasema nikiashiria matumizi. Saa yenye thamani ya shilingi 700,000 katika duka la katikati mwa mji. Alifungua mdomo lakini niliendelea. Nguo za chapa. Milo sehemu ambazo hatujawahi kwenda. Uwasilishaji wa divai. Wikendi sehemu za maji ya moto uliosema ilikuwa mkutano. Alifunga mdomo. Uso ukawa mweupe. Umetumia pesa zetu, Zawadi. Zetu. Tulizopata pamoja. Sio hivyo, alianza. Hapana, nilimkatisha kwa ukali. Basi ni vipi? Nieleze. Kwa sababu kutoka hapa inaonekana umetumia akiba kucheza familia na mwingine. Aliinama mbele akitikisa kichwa. Imekimbia mikononi, Jabali. Sikuwa na akili. Ilianza na ujumbe. Kisha kahawa. Haikuwa nzito. Sikuweza hata kucheka. Haikuwa ya kuchekesha. Ilikuwa ya kuudhi. Na Rehema, niliuliza. Uso wake uligeuka. Nini? Umeniambia mara nyingi ulikuwa unalala kwake. Haswa wikendi ile ya Novemba. Unakumbuka? Ulisema gari lake limeharibika na alikuhitaji. Ilionekana kama oksijeni imetolewa chumbani. Aliinuka polepole. Jabali, Hakujua, nikasema. Nilimpigia simu. Kimya. Sikumwambia chochote, nikaongeza. Niliuliza kwa bahati kuhusu wikendi hiyo. Hukuwepo. Hakukuona kwa wiki. Zawadi alijikunja mikono kifuani. Sikufikiri ungekagua. Bila shaka hapana, nilimkatisha. Kwa sababu ulitegemea kuwa mimi ni mvulana mzuri. Yule anayeamini daima. Asiyeingilia. Asiyeuliza maswali mengi. Hakukana. Alikaa tena tu kama miguu haikumbeba. Sikufikiri ungejua, alinong'ona. Sikutaka kumuumiza mtu yeyote. Umemvuta dadako bila kumwambia. Umemtumia kama kisingizio. Alisugua paji la uso. Ilikuwa rahisi zaidi. Alisema hivyo hasa. Rahisi zaidi. Kama kudanganya ni kazi, kuchukua nguo, kunywa kahawa, kusimulia uongo kwa mume. Sikuweza tena kumtazama. Nilichukua funguo na nikatoka kwenye terasi. Hewa ya jioni ilikuwa baridi kali, lakini ilionekana kitu pekee cha kweli kilichobaki. Nilikaa hapo nikitazama upepo ukisogeza majani ya bustani. Mikono ilinitetemeka. Sijui kama kwa hasira, maumivu au kutokuamini tu. Baada ya muda nilikaa ngazi, nikachukua simu na nikaandika kwa Rehema. Nilimshukuru kwa ukweli na nikaomba msamaha kwa kumvuta. Alijibu mara moja. Siamini amekutumia hivyo. Samahani, Jabali. Ni ajabu. Nilitazama ujumbe kwa muda mrefu. Usaliti siyo ishara tu. Ni mtandao unaounda nyuzi zinazoinuka na kushikamana na watu wasiohusika. Uongo wa Zawadi haukuwa kati yetu tu. Ulihusisha familia yake iliyotumika kama ngao.
Nikaelewa kuwa haikuwa hadithi na mtu mmoja. Siyo kukimbia. Ilikuwa jinsi alivyotibu ukweli kama haukuhesabu chochote. Niliporudi alikuwa amekunjwa sofa, macho yamevimba, leso mapajani. Sikusema chochote. Nilipita na nikaenda chumba cha wageni. Nilifunga mlango, nikakaa kitandani na nikatazama ukuta. Ilikuwa mara ya kwanza katika zaidi ya miaka 10 nilihisi kuwa siishi tena na mke wangu. Na ninaamini ndani nilielewa kuwa singeishi naye tena. Siku niliyompa zawadi karatasi za talaka, kipindi cha utulivu kiliisha. Hadi wakati huo bado alikuwa na macho yale ya mtu anayefikiria anaweza kurekebisha kila kitu kwa machozi ya uongo na nusu ukweli. Alipoona bahasha, hata hivyo, alibadilika kwa sekunde 2, kutoka kushangaa hadi hasira. Hakufungua mara moja. Alikaa katikati ya sebule akiitazama kama bomu. Sikusema neno. Hakuhitajika kueleza kile alichokijua tayari. Alikaa kwa uzito kwenye kiti na akararua bahasha, akitelezesha ukurasa wa kwanza. Unafanya hivyo kweli? Alibubujika. Nilikubali. Ndiyo. Uso wake uligeuka. Utajuta. Kisha akatoka akipiga mlango kwa nguvu kiasi kwamba picha za korido zilitetemeka. Nilikaa sofa dakika 10 nzuri nikitazama skrini iliyozimwa ya televisheni. Sio kwamba sikuhisi chochote. Ni kwamba nilikuwa nimesikia kila kitu. Nilikuwa nimebaki na azimio tu. Wikendi hiyo alirudi kuchukua vitu vyake. Bila kuarifu. Alitokea mbele ya nyumba kama bado ni yake. Nilitazama kutoka dirisha, alikuwa hapo, mikono imevukwa, akingoja. Na nyuma yake, Otieno, ukiwa nyuma ya usukani wa gari jipya la gharama kubwa. Miwani ya jua, mikono kwenye usukani kama anangojea mtoaji. Hata hakushuka. Nilifungua mlango kwa ufa tu. Unaweza kuchukua vitu vyako, nikasema. Lakini huingii peke yako. Alipiga kelele. Nini, unafikiri nitakuibia blender? Sikuamini, nilijibu. Baada ya yote unapaswa kuelewa. Hapo alilipuka. Unafikiri unaweza kunitupa nje ya nyumba kama sihesabu chochote? Nimekupa miaka ya maisha yangu. Hautapita salama. Nitachukua kila kitu. Nyumba, pesa. Wewe utaishia katika chumba kidogo ukila vitu vilivyogandishwa, huku mimi nikiendelea na mtu anayenipenda kweli. Niliegemea mlangoni. Basi kwa nini yeye bado yuko gari? Kwa muda alikaa kimya. Alinipiga kwa macho, pua zimepanuka. Nilitoka, nikafunga na nikabaki hapo alipopakia masanduku mawili na masanduku kwenye gari. Sio zaidi ya sanduku moja, masanduku machache na mfuko wa takataka wenye nguo. Baada ya hapo hakunitazama tena. Alipoondoka niliita wakili na tukafunga akaunti za pamoja. Nilikuwa na hisia mbaya na nilikuwa sahihi. Asubuhi hiyo alikuwa tayari amejaribu kutoa shilingi milioni 2 kutoka akiba. Alisema kwa matumizi ya nyumba. Wakati huo alikuwa akichapisha picha za kahawa na viatu vipya kama alikuwa katika awamu ya kuzaliwa upya. Mahakamani alijaribu kutumia hadithi ya uhusiano. Alisema alihisi kupuuzwa. Kuwa mimi nilikuwa mbali kihisia. Kuwa alikosea na alistahili msamaha, sio adhabu. Wakili wake alisisitiza yeye ni baridi na mbali kama ilikuwa kadi ya joka. Haikufanya kazi. Hakimu hakuamini. Haso baada ya nionyesha tarehe, risiti na picha za mpelelezi. Aliinua kiwambo cha jicho mbele ya uhifadhi wa hoteli. Alizungumza kuhusu mpango wa kudumu wa udanganyifu. Wakili wake alionekana kutaka kuwa sehemu nyingine. Haikuisha hapo. Inaonekana alijaribu kurudi na Otieno. Nilijua siku baada ya usikilizaji. Alifikiri kwamba na talaka inaendelea, yeye na mtu wake mpya wanaweza kuondoka kuelekea jioni. Lakini Otieno alikuwa na mipango mingine. Alimwacha. Sio ana kwa ana. Kwa ujumbe. Najua kwa sababu katika pigo la kuchekesha aliandika kwangu. Sijui alipataje nambari yangu.
Labda simu ya Zawadi ilikuwa imefunguliwa. Labda alitaka kurekebisha mambo. Vyovyote vile nilipokea. Habari, sikujua bado mko pamoja. Samahani. Hiyo tu. Samahani. Nilikaa nishangaa dakika nzuri kabla ya kujibu. Hukujua alikuwa ameoa? Alijibu, aliniambia mmetengana na mnakamilisha karatasi. Sipendi drama. Ninajitoa. Vizuri. Asante rafiki. Sikujibu tena. Kuna maana gani? Hakujali. Alitaka tu kujisikia bora. Bahati njema kwa yule anayekuja. Atakunjwa kama mwavuli tatizo la kwanza. Kama kwa Zawadi, kwa muda aliacha kuniandikia. Nadhani alifikiri baada ya kupoteza ndoa na Otieno kwa wiki moja, bora kutoweka na kujipanga upya. Lakini nilimjua vizuri sana. Haikuisha. Ilikuwa suala la muda kabla ya kimbunga kuzidi. Na mimi nilikuwa ninaanza kuelewa kuwa hatimaye nilikuwa huru kutoka fujo nilikuwa nikiingia bila kujua. Ilikuwa tulivu kwa muda. Nilidhani Zawadi ameamua kushughulikia matatizo yake peke yake. Sikumsikia kwa siku 10 hivi baada ya usikilizaji. Nyumba ilikuwa ikirudi kunionekana yangu. Hata nilikuwa nimelala usiku mzima kwa usiku mawili mfululizo, jambo lisilo dogo. Kisha ikaja usiku niliposikia kugonga kwa nguvu mlangoni. Saa 2:08. Nakumbuka kwa sababu niliangalia simu nikifikiri ni ndoto. Kisha tena ngumi za hasira kwenye mbao. Na kupitia mlango sauti yake. Umeniharibia maisha. Nilijinyosha nikae, moyo ukienda. Nilitazama kutoka dirisha la chumba na nikamwona chini ya taa ya mlango. Alionekana mzuka wa yeye mwenyewe. Nywele zimevurugika, mapambo yameanguka, koti likiteleza bega moja. Bila viatu. Alipiga kelele gizani. Unafikiri imeisha? Unafikiri unaweza kunitupa? Sikufungua. Sikushuka. Nilifanya kile nilichojua ninapaswa kufanya. Nilianzisha rekodi kwenye simu kisha nikaita nambari isiyo ya dharura ya polisi. Habari za jioni, mke wangu wa zamani yuko nje ya nyumba yangu, amelewa na anapiga kelele. Simkabili, ninahitaji msaada tu amfanye aondoke. Walifika polisi wawili kwa dakika 10. Walipopaki alikuwa amekaa ngazi akilia, maskara hadi kidevu. Aliwaona na akaanza tena kupiga kelele. Amenifunga nje. Ameniacha. Nilikaa ndani, simu bado ina rekodi, hadi mmoja aligonga na kuniomba nitoke. Nilionyesha video. Polisi alikubali na akamgeukia. Hawakumkamata. Walimsindikiza gari na wakamwambia aondoke mali. Mmoja alitoa kumpigia teksi lakini alikataa. Alisema atatembea. Sijui alikwenda wapi. Sikuuliza. Lakini kabla ya kuondoka afisa aliniambia, andika kila kitu. Ikitokea tena tutachukua hatua. Nilikaa hapo kwa muda mrefu baada ya kuondoka. Mimi peke yangu, taa ya mlango na baridi. Sihisi mshindi. Sihisi karibu chochote. Nilikuwa nimechoka tu. Kama uzito wote wa miezi iliyopita umeniangukia. Siku iliyofuata nilipeleka kila kitu kwa wakili. Alisema kitasaidia kwa usikilizaji ujao. Sikutaka kisasi. Nilitaka tuishe. Kisha wiki moja baadaye alinipigia Rehema, dada mdogo wa Zawadi. Amefukuzwa, alisema. Nilipiga kope. Nini? Zawadi ameondolewa. Walimfukuza Jumanne. Niliegemea kiti. Kwa nini? Rehema alisita kisha akapumua. Ulijua kuwa Otieno alikuwa akifanya kazi chini yake? Nilikaza taya. Hapana. Basi kuna sera kali kuhusu mahusiano kati ya wakubwa na wasaidizi. Haswa na safari za kazi. Sikusema chochote. Baada ya hadithi ya talaka sauti ilienea. Mtu ofisini hii, nadhani mwenzake aliripoti. Alikuwa hata akijivunia yeye. Nadhani hawakufurahia uongo.
Ilinipiga zaidi ya nilivyofikiria. Sio kwa huruma, bali kwa jinsi kila kitu kilivyokuwa kinavunjika haraka. Hakuna mchumba. Hakuna kazi. Hakuna nyumba. Na kwa kile nilichojua hakuwa na mahali pa kudumu. Kisha nilijua alikuwa akilala kwa marafiki au gari baadhi ya usiku. Nilipokea ujumbe kutoka mama yake akiniuliza kama ningeweza kumsaidia kiuchumi etu hadi ajisimamishe. Sikujibu. Mwanzoni wazazi waliniomba nimesamehe. Baba alinipigia mara 2 kunipendekeza tuzungumze sote kama watu wazima. Lakini sasa walikuwa wanaelewa alichokifanya. Nadhani mama bado alitumaini ningeingilia kumwokoa kutoka makosa yake. Lakini mimi sikuwa tena aina hiyo. Aina hiyo haikuwepo tena. Nilikuwa nimeudanganywa, nimeibiwa, nimetumiwa na kupigiwa kelele mlangoni mwa nyumba yangu usiku wa manane. Hiyo haikuwa ndoa. Haikuwa upendo. Ilikuwa udanganyifu kutoka kwa mtu aliyefikiria hahitaji kamwe kulipa bili. Na sasa bili ilikuwa inakuja. Ilikuwa ajabu kuitazama ikivunjika kutoka mbali. Bila kushangilia, bila kujivunia. Kutazama tu. Kama mtu anayetazama shamba baada ya dhoruba akiona kinachobaki. Sikumtakia mabaya. Sikuwa baridi hivyo. Lakini sikuwa pia karibu kumtupia kamba baada ya yeye kukata yangu na kisha kuichoma. Alifanya chaguo zake. Sasa angeweza kuishi nazo. Ni ajabu jinsi wakati mwingine watu unaotarajia kidogo zaidi ndio wanaokusaidia zaidi. Baada ya kila kitu na zawadi kuja juu, nilidhani nitakabili fujo peke yangu. Sikutarajia mtu yeyote atajitokeza, haswa kutoka familia yake. Lakini Rehema alifanya. Rehema, dada yake mdogo. Mwanzoni aliniandikia tu kuomba msamaha kwa kuvutwa. Hakujua zawadi alikuwa amemtumia kama kisingizio. Alionekana kweli aibu. Ilionekana kutoka ujumbe mafupi yaliyochaguliwa kwa uangalifu kama hataki kuvamia. Nilidhamini. Wengi waliepuka au kuepuka mada. Nilimwambia hahitaji kuomba msamaha kwa chaguo za dadake. Kutoka hapo kuzaliwa mazungumzo marefu. Tukaanza kuandikiana mara nyingi zaidi, kwanza kwa mambo ya mahakama, kisha kila kitu. Aliniuliza kama ninalala, kama ninala, kama nimeona filamu nzuri. Jioni moja baada ya siku ndefu aliniachia chombo cha pasta iliyookwa mlangoni na barua, nakumbuka ulipenda. Bila shuruti, tu kuacha utoaji. Ishara hiyo ilinipiga zaidi ya nilivyofikiria. Tukaanza kuonana zaidi. Kahawa mara kwa mara, sio rasmi. Saa moja kuzungumza. Mara moja alileta albamu ya zamani ya picha za likizo ya bahari miaka iliyopita. Alinionyesha picha ya zawadi shuleni, tabasamu ya aibu, meno ya waya, mkia uliovurugika. Wakati bado alipenda kusoma na hakujali chapa ya begi, alisema na tabasamu la huzuni. Tulisimulia hadithi, tukacheka sana, tukawa na wakati mzito pia. Ilitokea kuwa Rehema na Zawadi hawakuwa wameungana sana. Walikuwa wametengana kwa miaka. Zawadi daima mwenye tamaa zaidi, Rehema mwenye ubunifu. Anafundisha sanaa katika shule ya binafsi na anafanya kujitolea kituo cha kitamaduni Jumamosi. Alikuwa kinyume cha Zawadi katika kila kitu, mwenye kujiweka, mkweli, mwenye kufikiri. Jioni moja alifika na sushi. Tulila meza ya chakula, ile iliyoonekana kubwa sana kwa mmoja. Tulizungumza hadi usiku. Sio tena kuhusu talaka. Kuhusu maisha. Vitabu tulivyopenda. Kwa nini hakuwahi kuoa? Vitu vinavyosemwa wakati hakuna cha kuficha tena. Tulipomaliza kula na tukaendelea kuzungumza, alinitazama muda na akasema, unajua nini ajabu? Niliinua kiwambo. Nini? Nimekujua kwa karibu miaka 10, alisema, lakini nadhani nakutana nawe kweli sasa hivi. Sikujua cha kujibu. Nilitabasamu tu. Jioni hiyo kitu kilibadilika. Sio kwa kelele. Kimya. Kama mlango unaofunguka polepole baada ya kukwama muda mrefu. Hatukuharakisha. Lakini tulihisi wote.
Hisia zilikuwa polepole, kwa tahadhari. Sikuamini tena kwa urahisi. Na Rehema hakuwahi kulazimisha. Hakuna michezo, hakuna majaribio ya kunirekebisha, hakuna majibu tayari. Alisikiliza. Na alipozungumza daima alikuwa mkweli na mkarimu, hata wakati ukweli haukuwa mzuri. Kisha Zawadi aligundua. Ilichukua muda mfupi. Marafiki wachache wa pamoja walituona pamoja na wakasema. Jioni hiyo nilipokea mlipuko wa ujumbe kutoka Zawadi, kila mmoja zaidi wa nje ya akili kuliko mwingine. Unafanya kwa kisasi. Yeye hasa. Mnachukiza. Natumaini kila mtu aone ninyi nani. Na hiyo ilikuwa mwanzo tu. Alichapisha vitu vya wazi na chungu mtandaoni. Kuna wanaopoteza muda kugeuza ukurasa. Lazima iwe nzuri kujifanya hakuna kitu. Mambo kama hayo. Mishale iliyofichwa. Marafiki wachache waliweka like, labda kwa uaminifu. Lakini wengi walikaa kimya. Mtu alinipigia faragha. Walisema wanajua ukweli. Kuwa hakuna anayenilaumu. Mmoja wa milo ya zamani ya Jozi alinifahamisha Zawadi daima alijifanya nyota. Wewe ulikuwa yule nyuma ya pazia aliyeweka taa. Ni vizuri kukuona ukifanya kitu kwa ajili yako hatimaye. Rehema alichukua kila kitu kwa utulivu. Hakujibu upuuzi wa Zawadi wala kujitetea mtandaoni. Alisema tu achipige kelele. Anayepiga kelele kwa sauti kubwa kawaida anajaribu kuficha hatia yake. Mara moja nilimuuliza kama inaonekana ajabu sisi wawili tukitumia muda pamoja. Kwa hali. Alikubali. Kidogo. Lakini ajabu siyo daima mbaya. Wakati mwingine ni tofauti tu. Na tofauti inaweza kuwa kitu kizuri. Sikujua itatupeleka wapi. Bado sijui kabisa. Lakini nilijua kuwa sikujifanya tena. Sikuwa mume mwaminifu kwa yule aliyeniona kama tumia na utupe. Kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu nilikuwa mimi mwenyewe. Na katikati ya fujo hiyo nilikuwa nimepata mtu ambaye alikuwa sawa na hivyo. Mahakama ilipofunga nilipata nilichostahili. Yeye alibaki karibu na kitu chochote. Nusu ya mali ya pamoja ilikuwa thamani ya sofa na televisheni niliyolipa mimi. Sasa nilikuwa huru na ningeanza upya. Kuuza nyumba ilikuwa ngumu zaidi kuliko nilivyotarajia, sio kihisia bali kwa urasimu. Kulikuwa na kumbukumbu nyingi ndani hakika. Lakini zilionekana za mtu mwingine. Kama nilikuwa natembea katika maisha ya mwanaume nisiyekuwa tena. Haikuwa tena nyumba yangu. Tu ganda lenye picha za zamani na friji iliyojaa vyombo vya chakula cha nje. Soko lilikuwa nzuri na iliuzwa haraka. Nilipakia chumba kwa chumba, mwanzoni kwa uangalifu, kisha zaidi na zaidi bila kushikamana. Ilikuwa kama kuvua ngozi ya zamani. Rehema alikuja karibu kila jioni kunisaidia. Tuliweka muziki chini, tukafanya kazi bega kwa bega, wakati mwingine tukizungumza, wakati mwingine kimya salama. Jioni moja, baada ya kumaliza na sahani, nilimtazama na nikasema, sijui ningekuwa wapi bila wewe. Alitabasamu. Labda bado nikigombana na mkanda wa kufunga. Nilicheka kwa nguvu zaidi kuliko nilivyofanya kwa miezi. Siku chache kabla ya uhamisho, iliingia simu niliyongoja. Kazi sehemu nyingine ilithibitishwa. Fursa muhimu, msimamizi wa mradi kwa upya mkubwa wa miundombinu. Nilikuwa nikingoja muda mrefu na ofa ilipofika ilikuwa kama kufungua dirisha katika chumba kilichofungwa. Nilikubali alasiri hiyo. Mji mpya, mwanzo mpya. Kabla ya kuhama nilimwalika Rehema likizo. Wikendi fupi tu. Siyo ya kupindukia. Nilihitaji kutoka na kuondoka mjini. Pwani ilionekana kamili. Mahali tulivu, mbali vya kutosha kufanya kila kitu kingine kionekane kidogo. Mwanzoni alisita, hakutaka ionekane tunakimbia. Hatukimbii, nilimwambia. Tunapumzika. Alikubali. Basi ndiyo. Ninahitaji pumziko pia.
Tulihifadhi mahali kidogo karibu na bahari. Sio la anasa. Chumba safi tu, balkoni na bahari hatua mbili. Aina ya mahali asubuhi unasikia ndege na jioni upepo kati ya mitende. Asubuhi ya ndege tulifika mapema uwanja wa ndege, mizigo imetolewa, kahawa mkononi. Tulikuwa tukingoja kupanda nilipomwona Zawadi. Alikuwa upande mwingine wa ukumbi akitembea haraka, macho yamewekwa juu yangu kama kombora. Nilitambua hatua ile aliyotumia alipofikiria anaweza kushawishi mtu yeyote. Jeans, koti lililokunjwa, mkia uliofanywa haraka. Uso ulisema kila kitu. Alikuwa amegundua na hakuwa akishughulikia vizuri. Jabali alipiga kelele akivuta uangalifu wa watu 10 hivi. Siamini. Sikuinuka. Nilimtazama kwa utulivu nikikaa karibu na Rehema ambaye hakukopeza. Zawadi aliendelea kukaribia, sauti ikiwa kubwa zaidi. Unampeleka likizo? Nini, ni kisasi? Usalama ulifika kabla hajaweza kukaribia sana. Afisa alijiweka kati na akamwambia atulie. Alianza kubishana akisema ana haki ya kuzungumza nami, lakini hawakumsikiliza. Walimsindikiza nje, bado akipiga kelele, sauti ikipotea mbali. Rehema alinitazama. Kila kitu sawa? Nilipumua kwa kina. Ndiyo. Nadhani ndiyo. Sasa nimekaa balkoni ya nyumba yetu nikitazama mwanga wa asubuhi ukiteleza baharini. Rehema yuko ndani anasoma, miguu imekusanywa, akiwa na sweta laini anayovaa daima. Nasikia mawimbi mbali, gul chache, upepo kati ya majani. Ni amani. Amani ya kweli. Kuna kimya kati yetu ambacho sio tupu. Ni salama. Sijioni nikichunguza simu yake. Sifasiri pause au ujumbe uliochelewa. Kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sifanyi mpelelezi katika uhusiano wangu. Hatuiti bado kitu rasmi. Tumezungumza. Hakuna haraka, hakuna shinikizo. Sisi wote tumepigwa kidogo, tuko waangalifu kidogo. Lakini kuna uaminifu na ukweli. Ni sehemu nzuri ya kuanzia. Wakati mwingine tunakaa pamoja bila kusema chochote. Mara moja kimya kilinitisha. Sasa nakingoja kwa furaha. Unajifunza mengi katika kimya. Hadithi ya Zawadi iliisha kama ilivyopaswa. Sikuwa mimi niliamua, alifanya yeye mara 1000 kwa njia 1000. Mimi niliacha tu kujifanya kuwa haikujali. Iliporomoka na sasa anaishi na matokeo ya chaguo zake. Sifurahi kweli, lakini sihisi hatia kwa kuondoka. Nilitoa kila nilichokuwa nacho, hata zaidi. Na sasa ninaanza upya. Sio kwa ukamilifu, sio bila maumivu, lakini kwa macho wazi. Shiriki maoni yako kwenye maoni. Je, inakubalika kuingia kwenye uhusiano na mtu ambaye ana uhusiano na mpenzi wako wa zamani ikiwa nyote mnahisi uhusiano wa kweli? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.